Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Agosti 18. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tukiwa na tumaini jipya, tukiwa na imani kwamba wewe ni baba yetu na kwamba utasikia tunapoomba. Sikiliza ombi la kila mmoja wetu, tutendee sote sana mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaiangazia mada isemayo mvua ya masika. Zekaria 10 aya kwanza imeandikwa, mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam, Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Chini ya mfano wa mvua ya vuli na ya masika inayoonyesha katika nchi za mashariki katika nyakati za kupanda mbegu na mavuno, manabii wa Kiebrania walitabiri utoaji wa neema ya kiroho kwa kipimo cha ajabu juu ya kanisa la Mungu. Kumwagwa kwa Roho katika siku za mitume ulikuwa ndio mwanzo wa mvua ya vuli au ya awali, na matokeo yake yalikuwa ni adhimu. Lakini karibu na mwisho wa mavuno ya dunia, utoaji maalum wa neema ya kiroho umeahidiwa ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya ujio wa mwana wa Adamu. Kumwagwa huku kwa Roho kunafananishwa na mvua ya masika inayoanguka, na ni kwa ajili ya nguvu hii ya nyongeza Wakristo wanapaswa kutuma maombi yao kwa Bwana wa mavuno wakati wa mvua ya masika. Kama vile Kristo alivyotukuzwa katika siku ya Pentekoste, ndivyo atakavyotukuzwa tena katika kazi ya mwisho ya Injili, atakapoliandaa kanisa kuvumilia majaribio ya mwisho katika vita vya mwisho vya pambano kuu. Wengi wataonekana wakiharakisha kwenda huku na huko, wakibidishwa na Roho wa Mungu kuleta nuru kwa wengine. Ukweli, neno la Mungu ni kama moto ndani ya mifupa yao, ukiwajaza kwa shauku inayowaka ya kuwaelimisha wale wanaokaa gizani. Wengi, hata miongoni mwa wasio na elimu, sasa wanatangaza maneno ya Bwana. Watoto wanabidishwa na Roho kwenda nje na kutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Roho anamiminwa juu ya wote watakaojisalimisha kwa ushawishi wake. Watatangaza ukweli kwa nguvu za uweza wa Roho. Lakini isipokuwa washiriki wa kanisa la Mungu leo wana muunganiko hai na chanzo cha ukuaji wote wa kiroho, hawatakuwa tayari kwa wakati wa mavuno. Isipokuwa wameweka taa zao zikiwaka, watashindwa kupokea neema ya nyongeza katika nyakati za mahitaji ya pekee. Neema ya Mungu inahitajika mwanzoni, neema ya Mungu katika kila hatua ya mwendo, na neema ya Mungu pekee ndiyo inayoweza kuikamilisha kazi. Hakuna nafasi kwetu ya kupumzika kwa mtazamo wa kizembe. Kwa maombi na imani, tunapaswa kuendelea kutafuta zaidi ujazo wa Roho. Leo ni Aprili 18, mada ikisema mvua ya masika. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa.
vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.